Uwezo wa mtoto kujiamini na kupambana na vitendo vya ukatili huanzia nyumbani, na mzazi ndio mwalimu wa kwanza kumwelimisha mtoto juu ya vitendo hivyo. Hayo ni maneno yake Fredrick Eliakimu, mratibu kutoka shirika la Tuna Ndoto mkoani Mwanza, ambapo amehamasisha wazazi kuona utaratibu wa kutoa elimu ya ukatili kwa watoto. Ana haki ya kushiriki na kupaza sauti pale anapoona kuna changamoto ambayo inamsumbua. Inawezekana labda hapati nafasi ya kusoma, inawezekana hapati nafasi ya kujieleza akiwa nyumbani juu ya changamoto zake anazopitia, ambazo zinaweza zikaathiri makuzi, zikaathiri afya, zikaathiri ufahamu wake. Wakiwa katika shule ya msingi Kahama, wamefanikiwa kujumuisha wanafunzi kutoka shule mbalimbali kutoka wilaya ya Ilemela na wilaya ya Magu, ambapo michezo mbalimbali pamoja na burudani imewaleta pamoja watoto hao. Hapa wanaeleza changamoto zao kupitia School Baraza ambalo liliandaliwa kutoa kero. Sisi wanabaraza huwa kipaumbele kutoa elimu kwa wanajamii juu ya ukatili na namna ya kuzuia ukatili, au sehemu ambapo tunaweza kutoa taarifa za ukatili. Maana kuna watu wengi wanafanywa ukatili na wao hawatambui kama huu ni ukatili. Kuna mtu mwingine anaweza akashikwa kwa bahati mbaya, tuseme maybe ni msichana, akashikwa kwenye sehemu ambayo si rafiki kwa mvulana kumshika. Yeye anaona ni jambo la kawaida, kumbe ni ukatili. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba tuwe kipaumbele kutoa elimu juu ya ukatili na sehemu maalum ambapo tunaweza kutoa taarifa za ukatili. Tulizojadili ambazo zinaikumba shule ya sekondari Sangabuye. Kwa sekondari, changamoto ambazo wanazipata ni ukosefu wa elimu ya kutokomeza ukatili katika jamii. Ndio hilo tu. Inahitajika tu tunaweka maoni ambao yani changamoto ama vitu vizuri ambavyo tumevipata, tunavifurahia, tumeona haiku kumpongeza labda ni mwalimu, tunaweka ataona saa. Ukiona kitu chochote kibaya unaweka kwenye sanduku la maoni. Tuimagine mwalimu aingie kwenye kipindi, unaandika karatasi unaweka watakuja kusoma saa. Huyu ni mmoja kati ya walimu wakuu ambaye alizungumza kwa niaba yao na ameeleza kufurahishwa kwani watoto wamejumuika pamoja na kufunzana mambo mbalimbali. Mtoto anatakiwa kutunzwa kwa namna iwayo yoyote ile. Kwa hivyo tunatumia fursa hii sasa kuwaeleza wazazi, ikiwezekana jamii kwa uhusika, kwa ujumla waweze kuwatunza hao watoto na wasiwanyapae. Tupinge ukatili kwa watoto kwa asilimia zote 100. Yote haya yamefanyika ikiwa ni katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika ambayo huadhimishwa kila ifikapo Juni 16, lakini hapa imefanyika Juni 17.